Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, tupate muktasari wa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Wanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari Mwanamwema Sheni iliyopo mkoani Singida wahimizwa kujiandaa kikamilifu na mitihani ya mwisho inayotaraji kufanyika mwezi Mei mwaka huu 2026. Wakandarasi nchini watakiwa kushirikisha viongozi wa serikali za vijiji na mitaa wakati wa utekelezaji wa miradi ya kusambaza umeme katika maeneo yao. Na katika rubaa za kimataifa, Trump adokeza uwezekano wa kurejea kwa mazungumzo na Iran wiki hii. Naam, mtazamaji, ni kukumbushe tu kuwa mbali na kuyapata matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza ukayapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel. Utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia huko mkoani Singida. Wanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Mwanamwema Sheni iliyopo katika kijiji cha Mgori huko mkoani Singida wamehimizwa kujisomea kwa bidii na kutumia muda wao uliobaki vizuri kujiandaa na mtihani wa mwisho wa kumaliza elimu ya sekondari unaotaraji kufanyika mwezi Mei mwaka huu 2026. Kutoka huko mkoani Singida, mwanahabari wetu Ramadhani Idilim anaarifu zaidi. Katika mahafali ya wanafunzi wa kidato cha 6 chini ya Jumuiya ya Vijana na Wanafunzi wa Kiislamu Tanzania TAMSIA shule ya sekondari Mwanamwema Sheni, wahadhiri wa dini ya Kiislamu wanahimiza jitihada kwa watahiniwa ili waweze kufikia ndoto zao. Jitahidini kufanya vizuri huu muda uliobaki, kujikumbusha ya nyuma, kusoma kwa bidii, kutumia muda wako vizuri ili ufaulu. Bado tuko katika nafasi nzuri ambayo sisi wengine tuliopita huko tunajuta kwamba lau ningekuwa laita shababa yaudu yauman, natamani ujana urudi siku moja nianze tena chini, lakini huwezi. Kwa hiyo nyinyi ndio mko kwenye nafasi ambayo sisi tunaitamani, lau ningekuwa hivi ningefanya hivi. Kwa hiyo tumieni nafasi vizuri. Nao baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 6 wakaeleza furaha zao baada ya kukamilika kwa mahafali hayo, wakisema yamewapa hamasa mpya kuelekea kumaliza elimu ya sekondari. Furaha nilionayo mimi ni kubwa katika kufanya sherehe hii na kuelekea kumaliza katika mitihani yangu, na pia tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuweka katika imani zetu na kuendeleza dini ya Kiislamu. Nina furaha sana kwa siku ya leo kwa maana nimeenda kutimiza sherehe yangu ya kuhitimu kidato cha 6. Ni neema za Mungu, maana sio rahisi kufika hapa tulipofika. Ni Mungu katusimamia mpaka tumefika hapa tulipofika. Kwa hiyo haina budi kumsema alhamdulillah. Sambamba na hayo, somo la dini limetajwa kuwa na mchango mkubwa katika kujenga tabia njema na taaluma bora miongoni mwa wanafunzi, jambo ambalo shule ya sekondari Mwanamwema imeliwekea mkazo mkubwa kwa wanafunzi wake. Kwa mujibu wa sheria na taratibu za Wizara ya Elimu pamoja na Kamishna wa Elimu kwamba wanatoa fursa kwa viongozi wa dini pia kuja katika shule zetu kwa ajili ya kufanya
kutoa vipindi vya dini, na sisi hapa siku za Jumatano pamoja na Ijumaa tumekuwa na hiyo, kwa sababu kupitia masomo ya dini wanafunzi wamekuwa wanajengwa kuwa na imani kwanza. Ndio maana hatuwezi kuyatenganisha masomo hayo pamoja na masomo yetu haya ya kawaida ambao wanasoma hapa shuleni. Kupitia vipindi vya dini vinatujenga sisi wanafunzi wa sasa wa Kiislamu. Imewasaidia wanafunzi kuwajenga kimaadili, hasa kwa upande wa stara, mambo ya tauhidi. Inatujenga katika njia za kumjua Mwenyezi Mungu. Imewasaidia wanafunzi wengi hasa wa Kiislamu. Kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Shukrani sana Ramadhani Idi kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Mtazamaji, tuelekee huko mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amemwondoa ofisini mwenyekiti wa mtaa wa Mgeo kata ya Buhanda manispaa ya Kigoma Ujiji Azizi Ibrahim ili kupisha uchunguzi juu ya tuhuma za kuhusika kuuza sehemu ya eneo la shule ya msingi Mgeo bila kufuata taratibu za kisheria. Taarifa yake Emmanuel Matinde na simuliwa studio na Hilali Sefuriani. Takribani wiki moja iliyopita, mkuu huyo wa wilaya ya Kigoma alipata taarifa juu ya kuonekana kwa nyumba iliyojengwa katika eneo la shule ya msingi Mgeo na kuielekeza ofisi ya ardhi manispaa ya Kigoma Ujiji kufika katika eneo hilo kujiridhisha. Aprili 13, 2026, Dr. Chuachua amefika katika eneo hilo na kupata maelekezo kutoka ofisi ya ardhi manispaa ya Kigoma Ujiji. Afisa ardhi, naomba maelezo kwamba eneo hili liko ndani ya shule ama liko nje ya shule baada ya kufanya vipimo. Baada ya kukagua mipaka ya kiwanja hiki cha shule, tukabaini kwamba sehemu kubwa eneo hili liko ndani ya shule, lakini sehemu kidogo ipo barabarani. Kufuatia maelezo hayo, imebainika eneo hilo liliuzwa na mwenyekiti wa mtaa wa Mgeo Azizi Ibrahim kwa Tanasi Noeli Mwanisawa mnamo Aprili 21, 2021, wakati shule hiyo ipo tangu mwaka 2006. Azizi, ilikuwaje umeuza eneo la shule? Mimi wakati ninafanya mauziano ya ile eneo, ni historia ambayo ilikuwepo hapo. Eneo hili lilikuwa chini ya umiliki wa mzee mmoja anaitwa Mzee Musa Jumanne Kaegele, ambao mipaka ya ile eneo tulikuwa tunatumia sisi kuanzia kwenye beacon pale Mgazi na beacon nyingine iko kwenye choo pale. Kwa hiyo historia ile eneo lilikuwa liko chini ya mamlaka ya wananchi ambao waliotoa ile eneo wakati tunaomba tujenge shule. Hizi alama zote ambazo huleta maafisa ardhi kipindi hicho sisi hatakuwa tumezitumia na hazikuwepo, kwa sababu mwaka 2006 bahati nzuri mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya ujenzi wa shule hii Bwanda Sekondari. Kufuatia maelezo hayo, mkuu wa wilaya Dr. Chuachua pamoja na hatua ya kumwondoa ofisini mwenyekiti wa mtaa wa Mgeo Azizi Ibrahim ametoa maelekezo kadhaa, ikiwemo kuamuru kuwekwa korokoroni wakati uchunguzi ukiendelea. Kwa kuwa jambo hili litahitaji uchunguzi, ninakuondoa kwenye nafasi ya mwenyekiti kuanzia dakika hii, lakini ninaelekeza mwanasheria wa halmashauri kupitia kwa mkurugenzi aangalie eneo hili na kupitia upya namna ya kufungua kesi kwa uvamizi kwenye eneo la shule. Lakini ninaelekeza zaidi, aliyejenga nyumba hii akamatwe na aletwe ofisini kwangu anipe maelezo, kisha yafuate mashtaka pia dhidi yake. Na katika kipindi hiki ninaelekeza pia TAKUKURU wafanye uchunguzi wa kuona imekuwaje mpaka eneo la shule linauzwa. Na kwa maana hiyo, kuanzia sasa hivi pia anaelekeza OCD ataondoka na Azizi mara moja kwa ajili ya kuangalia sasa taratibu za kipolisi zitakazofuatwa ili hatimaye tumfikishe mahakamani. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa serikali ya mtaa lazima iendelee, kuna mtu hapa amejitambulisha kama Daniel. Daniel yuko wapi? Maelekezo, Daniel utashika nafasi kwa muda, kukaimu nafasi ya serikali ya mtaa mpaka pale utakapopata maelekezo mengine kwa mujibu wa taratibu. Shukrani sana Emmanuel Matinde kwa taarifa yako ambayo imesimuliwa studio na Hilali Sefuriami. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mji Kasolo Bahari huko mkoani Morogoro. Wakandarasi wanaotekeleza miradi ya kusambaza umeme nchini wametakiwa kushirikiana kwa karibu na viongozi wa serikali za vijiji na mitaa ili utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme kwa wananchi iweze kuleta tija na kuchochea uchumi wa taifa. Rajab Chaban Matuga anatupasha zaidi.
Amesema hayo meneja wa usimamizi wa miradi ya kusambaza umeme kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Deogratias Nagu, katika kikao maalum cha kufungua mradi wa kuunganisha umeme wananchi mkoani Morogoro kilichohudhuriwa na wataalamu kutoka REA, TANESCO na wakandarasi. Shirikishe viongozi wa serikali za mitaa. Wale ndio wenye maeneo husika na wale ndio watakaotuonyesha maeneo hayo ambayo tunapelekea umeme. Lakini tusifanye survey, tusipime maeneo ambayo yako nje ya wigo wa mradi. Hili ni jambo muhimu sana. Kuna tabia za wafanyakazi wa wakandarasi kupima maeneo ambayo yako nje ya mradi kwa maslahi yao binafsi. Afisa usalama hapa ameshaongea kwamba tuwe na wafanyakazi ambao ni waadilifu. Aidha, mhandisi Nagu amewataka wakandarasi wote kuacha kuzingatia maslahi yao binafsi, badala yake kuzingatia maslahi mapana ya wananchi na serikali. Hizi ni kazi za serikali. Kuna wafanyakazi wengine wa mkandarasi wanafanya hivi vitu kiujanja kwa maslahi yao binafsi. Kwa hiyo naomba tafadhali sana tuweze kwa manage wafanyakazi wenu ili waweze kufanya kazi hizi za serikali kiuadilifu mkubwa na kitaalamu. Umebeba dhamira kubwa ya serikali ya kuhakikisha wananchi wake wanapata umeme. Katika hatua nyingine, mhandisi Nagu ameeleza matumaini ya serikali kutoka kwa wakandarasi hao katika kufikia lengo la serikali la kusambaza nishati ya umeme kwenye vijiji na vitongoji vyote hapa nchini. Hivyo sitegemei kwamba mtatuangusha, tunategemea kwamba mtafanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa, lakini pia mtafanya kazi hii kiutaalamu ili wananchi wengi waweze kupata umeme kwa haraka na wafanye kazi zao nyingine za kimaendeleo. Mkoani Arusha, serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya kuboresha huduma za afya, ikiwemo ujenzi wa wodi maalum za watoto na kina mama katika hospitali ya wilaya Karatu mkoani Arusha ili kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali hiyo. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa wodi hizo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Karatu Juma Okororo ameelezea namna mradi huo utakavyoongeza tija katika hospitali hiyo. Ujenzi wa hizi wodi mbili, moja ni kwa ajili ya watoto lakini nyingine kwa ajili ya kina mama, upasuaji kwa kina mama. Na tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kuweza kutuletea jumla shilingi milioni 800 kwa ajili ya kazi hizi za ujenzi wa wodi hizi mbili, lakini pia na eneo la watembea kwa miguu. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu napenda kumshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiboresha sekta ya afya hasa katika hospitali hii ya wilaya ya Karatu. Aidha, Okororo amesema serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya na hivyo kuahidi kusimamia kwa uadilifu ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati ili kuanza kuwanufaisha wananchi wa wilaya hiyo. Kama unavyofahamu, sisi wilaya ya Karatu tulikuwa hatuna hospitali, lakini sasa tumeanza kuona matunda chini ya serikali yetu ya awamu ya 6 kuwa na hii hospitali ya wilaya, na tunaendelea kufaidi matunda haya kwa sababu kila mwaka tunaletewa pesa kwa ajili ya kuboresha hospitali hii, lakini pia kuongeza majengo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutoa huduma bora katika wilaya yetu ya Karatu. Mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu napenda kushukuru sana kwa rais wetu, na tunaahidi kusimamia mradi huu uweze kukamilika kwa wakati, lakini pia uweze kuanza kutoa huduma kwa wananchi wetu wa wilaya ya Karatu. Mkuu wa wilaya ya Handeni Salum Nyamwese ameahidi kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuimarisha usimamizi wake ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Nuhu Kasim Stima anatupasha zaidi. Ahadi hiyo ameitoa wakati wa ziara ya kikazi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Ustadhi Rajabu Abdurrahman Abdallah iliyofanyika wilayani Handeni. DC Nyamwese ameelezea baadhi ya miradi ambayo ilikuwa ikizorota, lakini kutokana na jitihada mbalimbali alizofanya pamoja na watendaji wengine wa wilaya hiyo wamefanikiwa kupiga hatua. Lakini pamoja na kupokea maelekezo ya chama, nilipokea maelekezo yako specifically ukinieleza kwamba Kibaya kuna zahanati ya Kibaya nimetoa fedha pale, lakini ujenzi wake unasuasua. Haikuwa kikao rasmi. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, mimi nilichukua jitihada za kuja binafsi, nikapita na nikakuonyesha hali halisi ya ujenzi ulipokuwa umefikia. Niliwakuta mafundi wako site lakini walikuwa wakisuasua. Na jukumu la kwanza nililoanza nalo
ni yale maelekezo yako ya watu waliokuwa wametoa ahadi mbalimbali. Tuliwafuatilia, ikiwemo watu wa serikali na watu wa chama, watu wa mkoani na watu wa wilayani, waliweza kutoa michango yao na hili jengo likafikia hapa. Akitoa ahadi yake mbele ya mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Ustadhi Rajabu Abdurrahman, DC Nyamwese amesema uwepo wa wataalamu wenye ujuzi na weledi mkubwa wilayani humo ndio sababu inayochochea kasi ya ukuaji wa maendeleo wilayani humo. Nitoa ahadi ndugu mwenyekiti kwamba wakati mwingine utakaofika hatutakuwa na hatua hii. Tutakuwa na hatua bora zaidi, kwa sababu mimi kama kiongozi, kama mkuu wa wilaya, nikiri kwamba nina mkurugenzi msikivu, nina wataalamu wenye weledi wa hali ya juu. Nikitoa maelekezo sina haja ya kuyarudia. Kuna wakati nawapatia maelekezo watu wangu kwa kusema kauli moja, lakini wameshatenda mara 1000. Kutokana na jitihada hizo za kasi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani humo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, Ustadhi Rajabu Abdurrahman Abdallah, amempongeza DC Nyamwese kwa jitihada alizozifanya katika usimamizi wa miradi hiyo. Ni safari ambayo imeanza kwa ugumu, lakini kiukweli kabisa, kwa kinywa kipana, naomba kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga tukupongeze sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini tukupongeze sana ndugu yangu Saitoti, mkurugenzi wa halmashauri. Hapa ndugu zangu, hapakuwa hivi. Ardhi hii ilikuwa iko tupu kabisa, lakini kwa maelekezo ya chama, mkuu wa wilaya huyu na mkurugenzi wamefanya kazi kubwa sana kwa kufuata maelekezo ya chama. Unaweza kuona kama jambo jepesi, lakini kwa mtu anejua gharama ya ujenzi, mtakubaliana nami kwamba hapa kuna kazi inafanyika. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko wilayani Handeni mkoani Tanga. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba. Wasaidizi wa sheria kutoka wilaya zote 4 kisiwani Pemba wamejengewa uwezo juu ya njia na mbinu mpya za utatuzi wa migogoro na kuimarisha maelewano kwenye jamii kupitia mafunzo ya siku 6 yanayotolewa na Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Taarifa yake Juma Sefu inasimuliwa studio naye Rajab Chaban Matuga. Akifungua mafunzo hayo yanayofanyika wilayani Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti kutoka Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Saidi Khamisi Salim, amesema yanalenga kutoa mwanga mpya katika masuala ya utatuzi wa migogoro. Mafunzo haya yanatoa mbinu mpya za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Tunaamini kwamba utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala through mediation, arbitration na njia nyingine ambazo nyinyi na sheria mnazijua zina umuhimu mkubwa katika jamii. Kwanza, zinaimarisha mahusiano baina ya pande mbili ambazo ziko katika dispute. Vile vile zinaharakisha katika utatuzi wa kesi na kuimarisha mahusiano mema katika jamii. Aidha, amewahimiza wasaidizi hao wa kisheria kuendelea kuchukua hatua sahihi kusaidia jamii katika utatuzi wa migogoro, hatua itakayosaidia kuimarisha mahusiano bora katika jamii. Na kule tayari sheria zinarekebishwa na sisi tunafanya mafunzo. Kwa hivyo vitu vyote hivi vimesanifu na hii juhudi zetu za kufanya mafunzo haya. Kwa hivyo nyinyi maparalegals na sote ambazo tuko hapa tu mahakama, tusikilizeni vizuri ili kuhakikisha kwamba tunatafuta njia bora za kutatua matatizo yetu kupitia njia hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu njia za utatuzi wa migogoro zina changamoto. Kwanza, kuna watu wengi hawafahamu. Inawezekana tunataka tufanye kitu hiki lakini elimu iliyopo kwa jamii ni ndogo. Vile vile inawezekana kuna changamoto za kimifumo. Mifumo yetu bado haijakuwa tayari kupokea njia hii ya utatuzi wa migogoro, na ndio maana kuna tungo sheria. Mafunzo hayo yanatolewa na serikali kwa kushirikiana na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, ambalo kupitia afisa utawala msaidizi Apilike Goldon limeahidi kuendelea kushirikiana na serikali kuendeleza ustawi mzuri wa jamii. Tutatoka hapa kwa kweli mkiwa mmepata kitu cha manufaa zaidi kwenu. Hayo tu, na sisi kama UNDP tupo hapa, tutaendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba jitihada hizi zinaendelea, na si hapa tuko mafunzo haya bali hata huko siku za mbele. Katika mazingira ambayo tunafanyia kazi, hasa tunawajibika na mahusiano ya kifamilia na mahusiano ya kijamii. Malengo makubwa ya kuwa na ADR
nimeshazungumza, muda na gharama tunapunguza, tunalinda mahusiano. Lengo pia la ziada ni kwamba wadawa waweze kuamua matokeo ya utatuzi na sio mtu wa tatu. Naam, shukrani sana Juma Sefu kwa taarifa hiyo ambayo imesimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufanya kuweka nukta kubwa kwa upande wa habari za kitaifa. Tunapata wasa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasa mwingine wa kuendelea na kapu la habari kwa upande wa habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tu mtazamaji na nikuombe endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni kapu la habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine wa kuziangazia taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa na Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Ni miaka mitatu tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka nchini Sudani mnamo tarehe 15 April 2023, vita ambavyo vimesababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Maelfu ya watu wameuawa, huku zaidi ya watu milioni 12 wakiachwa bila makazi na wengine wakikimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Licha ya ukubwa wa mzozo huo, hakuja kuwa na msaada wa kuridhisha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa katika kutatua mzozo huo, na mashirika ya misaada ya kibinadamu yanasema ufadhili umekuwa mdogo mno. Wafadhili wamekutana Berlin kujadili namna ya kufufua juhudi za amani na upatikanaji wa misaada, ambapo asilimia 65 ya Wasudani wanahitaji chakula, maji, makazi na dawa. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa mazungumzo kuhusu kuvimaliza vita vya Iran huenda akarejea katika kipindi cha siku 2 zijazo. Mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Iran yaliyofanyika nchini Pakistani mwishoni mwa juma lililopita yalishindikana na kuichochea Marekani kuanzisha operesheni ya jeshi la majini ikilenga bandari za Iran kama sehemu ya shinikizo kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kauli zake zilikuja wakati jeshi la Marekani liliposema kuwa hakuna meli yoyote iliyopita katika mzingiro uliowekwa na Marekani kwenye bandari na maeneo ya pwani ya Iran katika saa 24 za kwanza za operation hiyo. Mvutano huo umeibua mashaka kuhusu uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2 ambako kunatarajiwa kumalizika wiki ijayo, licha kuwa kwa mujibu wa shirika moja la habari limesema kuwa maafisa kutoka nchi za Ghuba, Pakistan na Iran pia wamesema kuwa timu za mazungumzo kutoka Washington na Tehran zinaweza kurejea Pakistan baadaye wiki hii, ingawa tarehe rasmi bado haijakubaliwa. Kwa upande wa Iran bado haujatoa majibu kwa kauli za Trump, ambapo itakumbukwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa kuna haja ya mazungumzo ya amani yarejee tena. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema vita vya Irani vimesababisha mkwamo katika juhudi za kuvimaliza vita vinavyoendelea nchini mwake dhidi ya Urusi na hata kutatiza msaada wa silaha kutoka Marekani.
Zelensky ameliambia shirika moja la utangazaji la Ujerumani kwamba hivi sasa wapatanishi wa ngazi ya juu wa Marekani hawana muda kwa ajili ya mzozo wa Ukraine na wamewekeza nguvu katika kushughulikia vita vya Iran. Amesema wajumbe wa Rais Donald Trump ambao ni Steve Witkoff na Jared Kushner waliokuwa na juhudi za kuratibu mazungumzo ya Urusi ili kuvimaliza vita vya Ukraine hivi sasa wanaongoza majadiliano kati ya Marekani na Iran. Kwenye mahojiano hayo, kiongozi huyo wa Ukraine ameelezea wasiwasi kwamba iwapo Marekani haitaongeza shinikizo kwa Rais Vladimir Putin, vita vinavyoendelea havitafikia mwisho. Na huu ndio mwisho habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Stima. Naam, asante sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, hapo tumefika tamati ya kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo siku hii ya leo. Wanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari Mwanamwema Sheni iliyopo mkoani Singida wahimizwa kujiandaa kikamilifu na mitihani ya mwisho inayotaraji kufanyika mwezi Mei mwaka huu 2026. Wakandarasi nchini watakiwa kushirikisha viongozi wa serikali za vijiji na mitaa wakati wa utekelezaji wa miradi ya kusambaza umeme katika maeneo yao. Na katika rubaa za kimataifa, Trump adokeza uwezekano wa kurejea kwa mazungumzo na Iran wiki hii. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa na Zuberi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kabla ni kuage mtazamaji, nikukumbushe tu, ikifika wakati wa kuwa na washauri wengi, ndio wakati ambao unatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu si kila mtu ambaye anakushauri jambo jema. Kikubwa simama na Mwenyezi Mungu, basi utafikia yale malengo yako ambayo umeyakusudia. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia kwa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwa heri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.